Naam, ndugu watazamaji wa Kibenge TV, tunawasalimuni popote mlipo na kuwakaribisheni kufuatilia awamu ya kwanza ya habari za matukio ya kila siku katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Leo Jumanne tarehe 20 Julai mwaka 2026, tunaanza kwa kuzungumzia hali ya usalama katika jiji la Uvira baada ya kuondoka kwa wahasi wa M23 wanaoungwa mkono na Rwanda na kuingia kwa vikosi vya jeshi la taifa FARDC na washirika wake wapiganaji wazalendo, ambako baadhi ya vyanzo vingi vya habari vinaripoti kuwepo kwa usalama wenye kuzorota kufuatia milio ya risasi inayoridima mjini humo, huko ikisindikizwa na wizi na uporaji wa mali ya raia na hata mali ya umma na watu wasiojulikana bado. Lakini tukirudi nyuma kidogo katika kauli ya gavana wa jimbo la Kivu ya Kusini, Mheshimiwa Jean-Jacques Purusi, baada tu ya Uvira kurudi mikononi mwa serikali ya Kinshasa, gavana huyu aliweza kutoa onyo ya tahadhari kwa raia, wapiganaji wazalendo na hata kwa jeshi la taifa FARDC kukaa chonjo kwa umakini, maana inasadikika kuwa kuna baadhi ya wanajeshi wa wahasi hao wa M23 walioweza kuvua sare za kijeshi na kuvalia nguo kawaida za kiraia ili wabaki wanafanya vurugu na ukatili ulioshindikana katika mji huo wa Uvira, na baadaye waanze kuwasingizia wazalendo na jeshi la taifa FARDC. Na baada ya hapo, viongozi vya makundi ya wapiganaji wazalendo tayari wameshatoa onyo kali kwa yeyote atakayeonekana akipiga risasi wala anayeonekana akiiba mali isiyokuwa ya kwake wala anayeuzisha na kutumia kitu kinachosadikika kuwa sio cha kwake kwa ushahidi tosha, basi akishikwa ataadhibiwa vikali na atachukuliwa mara moja kuwa adui wa usalama katika jiji hilo la Uvira. Na onyo hilo linawahusu watu wote ikiwemo raia, wapiganaji wazalendo na hata kwa wanajeshi wa taifa. Tulipozungumza na wakujiita Kardinali James Fika Adui, alikuwa na haya ya kuongea. Tunawasalimu wote. Jambo la kwanza nitasema asante kwa wazalendo wote, ila nitaleta tena tahadhari kabisa kwa wazalendo wenyewe wangali wanapiga masasi kiolela. Ile yote ni kuleta tu usalama mdogo hapa kwetu Uvira. Lakini wale wenyewe wako wanapiga masasi, mimi naweza kuwasema haiko wazalendo laisi. Mzalendo wa kweli hawezi kupiga masasi kiolela na hakuna adui. Ule sio mzalendo, ule mwenyewe kunapiga masasi. Na yule mwenyewe kunapiga masasi hayawahi kusikiaka mdundo ya risasi. Lakini si venye tulishafika Katogota, Munene, Makobola yote tulishasikia risasi ya M23. Sisi wamoja tulishasikia risasi ya M23. Hatuwezi kupiga risasi kiolela bila adui yeyote. Mimi mwenyewe naanza kuogopa masasi. Sipendi tena kusikia risasi masikio yangu. Mwenye atakamatiwa iko napiga masasi, asikisema kama banamuonea. Jambo lingine nitasema kwa raia ya hapa Uvira, kama vitu bilibomolewa huko zone, bakapora vitu vingi, kuharifisha tu jina ya wazalendo. Mzalendo alisi hawezi kuiba. Kazi ya mzalendo ni kudefendre inchi na mali yake tu. Mimi mwenyewe nilifika pazone, kama kuna vitu vyenye vilibakia mumeri, mimi ndio ni defendre vile vitu. Kama kuna kitu chenye kilibakia mule mubiro ya seni, ni mie. Nadhani wenyewe walikuwa kuya kunichukua niende kudefendre, walikuwa pale. Rahia ndio yenye ilishambulia vitu vya watu. Ni rahia, sio wazalendo, hapana. Na yule mzalendo naye kama na yua aligusa kwa ile vitu vya watu, ule sio mzalendo. Mimi naweza kumfananisha na M23. Jambo lingine, niliona kibarua cha Wanyarwanda waliandika kusema eti wazalendo walishambulia vitu vyao, walivipora. Ile mimi nasema ni uongo. Kwa nini nasema ni uongo? Ukiingia mubiro ya meri yote iko wazi, balibomola na milango na madirisha. Ile meri kani ni ya Munyamulenge. Ukienda parike yote balibomola, kila kitu balibeba. Ile parike kani ya Munyamulenge. Ukienda seni yote balishambulia. Ile seni kani ya Munyamulenge. Ukiingia mwa honorable Bitakwira, biote balisomba. Hakuna kitu kienye kilibakia mwa honorable Bitakwira.
Ka Honorable Bitakwira naye ni Mnyamulenge Bitakwira. Kusema tu wenyewe wanashambulia vitu vya batu, bali ni bamuzi, bali ni babandi. Ni kuanzia leo tuanze kukontrol mtu yeyote atakayeshikwa iko na kitu kya mtu iko na uzisha, ule mtu atashikwa na kuadhibiwa kabisa vikali. Na yule yote anajua kama alibomola parike, meri na seni, biro yote ya serikali, akawewa vitu muirijanse, tunamlomba arudishe muirijanse. Ukikuja kukamatiwa usikuje sema yowe, bata kufunga na hautafunguliwaka tena. Hii ni message na mimi napenda tu nishindikize kwa hii nyingine komanda d'operation wetu Rufa aliyoiongelea. Wazalendo hapa Uvira, wakomanda hapa Uvira wa kizalendo, kenye nitawasi coordination yetu ya operation ikweko na wenye wanashimamia ile operation ni yeye kamanda Alida na kamanda Rufa de Rufa. Hao ndo wenye wako wanatuongoza kwenye operation ya kusaka M23. Depuis Fizi, hao wawili ndo wenye wako wanatukomande kwa sasa kwenye operation yetu tuko nayo. Yule ambaye atakayejiunga na ile coalition au coordination tupige adui. Hatutaki tena coordination bwa mingi hapa. Hatutaki tena coordination bwa mingi. Sisi wote atakaye tuongoza, mwenye anaongoza operation Fizi na wale ndio wenyewe wataendelea mpaka kwenye adui iko. Labda bashindwe ndio tuweke wengine. Kabla bagali wanafanya kazi nzuri, wataendelea kututumikisha. Tukuwe majenerali, tukuwe wanani, hao ndio wenyewe wataendelea kututumikisha ikiwa wanaendelea kuweza. Labda washindwe na sisi tuko na macho, tutajua kama wanashindwa. Lakini kwa sasa hao watu wawili ndio wenyewe watatuongoza mpaka Kinshasa. Kokote tutapiga adui hao watu wawili tuliowachagua vizuri. Hiyo ni message kwa wenzetu wazalendo hapa Uvira. Na baada ya hapo tulimpata pia na Luvumbo Kibambala, msemaji wa wazalendo, naye kwa upande wake aliweka wazi yafuatayo. Iko bazalendo bale ni watoto tu wa mwingine, wale walikuwa na masirasira, wale watoto wa mwingine ndio wenyewe biko wanafanya vile. Ndio wenyewe biko wanafanya vile, wale babandi biko. Donc mtu mwenyewe kona ya kwake anaiweka mzuri. Mie kunyumba pale kunyumba bali pie kila kitu na milango na milango nyumba zote ziko wazi. Ile milango yote balibomola, vile mavio nini vyote balibomola. Wakati ba M23 baliingiaka balipiaka kweli, bakabeba mavitada, mamatela, maviti vimoya vingine baliacha. Ndio ba M23 balikuwa mule. Sasa jana kukakuya ipeti mwa ilikuwa na silaha saba namaliza kupie muosese, na moja kwa moja bakaruka lupango bakaingia mule mlupango yetu, bakapie kila kitu. Bapeti yetu walikia fika, ilibidi kwanza baende wote na kuruninga na General Landa Bango bafanye nani bengine biko mkuiba. Walikia fika pale nyuma bashaiba kila kitu. Basi ni hivyo, ni tukubali matokeo. Ni wakati na haiko makosa yao, haiko juu M23 ndo ilianzaka kuiba na M23 ndo ilileta hivi vyote. So ifo kuangalia gisi ya kumetrize situation. Surtout sana bwana mkubwa na Jezi, angalie kabisa juu mimi nishaambia babiana na bambia baangalie gisi ya kukamata surtout magazeti kubwa na kuangalia gisi ya kuameliore security gisi tutafika. Si tungali programu za huku .0 kwenye tungali na adui ndio shida, lakini ifo baangalia gisi ya security kabisa pale. Haraka juu baibu baliingia, lakini walipita wanaenda ku frontiere, wengine walienda ngambo za Makiliba kufunga kule, na waza leo kutaingia basoda mingi. Situation itakuwa calme. Ifo kutafuta na numero, ifo kutafuta kuwe hata gari ngapi Land Cruiser za kutembea usiku
maveni mubarabara ifo kupana osi na nimero ya yenye watu wataweza ita mu urgence ya kwamba ili kupatikana intervention haraka. Tukijielekeza mjini Kinshasa, serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yatangaza kurejeshwa kwa hatua kwa mamlaka ya dola baada ya kuondoka kwa waasi wa M23 katika jiji la Uvira, ikiwemo huduma ya uhamiaji ya DGM, taasisi za mkoa pamoja na idara nyingine za serikali zinaweza kurejea hivi karibuni katika eneo hilo. Habari hiyo ilitangazwa hiyo jana Jumatatu tarehe 19 Januari mwaka 2026 na waziri wa mawasiliano na msemaji wa serikali Bwana Patrick Muyaya Katembwe. Aliweka wazi ya kwamba kurudi kwa taasisi za mkoa kutategemea uwekaji wa mfumo imara wa kiusalama utakaohakikisha kurejeshwa kwa ufanisi kwa huduma za serikali. Aidha, waziri huyo alilaani vikali uhamishaji wa kulazimishwa wa raia, hususan wa wanajamii wa Banyamulenge ambao baadhi yao walilazimishwa kuondoka mjini Uvira na majeshi ya Rwanda pamoja na wasaidizi wao wa M23, huku akimalizia kwa kusisitiza ya kwamba vitendo hivyo vimeelezwa havikubaliki na vinakiuka haki za msingi za watu wa jamii hiyo. Na kwa taarifa hii, mpenzi mtazamaji wa Kibenge TV, ndiko ambako tunakwenda kuweka nukta kwa awamu ya kwanza ya habari za matukio ya kila siku. Tukutane kwa majaliwa kwa kuzidi kuhabarika zaidi.